Hizi ndizo suruali ambazo zimetengenezwa mahususan kwa wanawake wajawazito ili kuweza kuwapa faraja. Inavyosemekana kwamba wanawake hawa ambao ni wajawazito katika swala zima la mavazi ni swala ambao halijapewa kipaumbele katika muonekano wa mavazi yao, mitindo yao. Na wengi wao huwa wanavaga tu vijora. Unamkuta mtu amevaa gauni la kitambaa, unamkuta mtu ni mama mjamzito anaenda kutafuta kitambaa anakuambia tu nishone gauni la kushuka. Kwa sababu gani? Hajui au hawezi kutambua kwamba unaweza ukavaa na ukapendeza aina za suruali, unaweza ukavaa ukapendeza magauni ya tighti, magauni ambayo yanaweza kukufanya wewe ukawa comfortable. Na ndio maana wabunifu wakaamua kwamba kwa nini tusimfanye mama huyu kuwa na kipaumbele katika mavazi, kwa sababu kuna wengine ambao hawawezi kuvaa suruali, hawezi kuvaa magauni, hawezi kuvaa magauni ya moja kwa moja. Unamkuta mwingine hawezi yeye kuvaa sketi, ni lazima avae suruali ndio anajiona yuko comfortable. Kwa hiyo kama mtu kama huyu ni lazima tuweze kumpa kipaumbele. Kwa hiyo ndio maana tukaamua kwamba sisi tuko kama wabunifu wa mavazi kuweza kumletea mama huyu suruali. Na suruali hizi mpendo wangu zipo za aina nyingi. Kuna suruali za vitambaa, kuna jinzi, kuna mini, zile short pants. Zote hizi zipo kwa sababu kila mtu anakuwa ana styling ya mitindo ambayo mwenyewe anaitaka. Kwa hiyo so basi ni mama mjamzito basi ukalazimisha wewe uvae kijora, ukalazimisha wewe uweze kuvaa magauni ya vitenge au magauni ya moja kwa moja, magauni tu ya kushuka. Hali ya kuwa unaweza ukavaa nguo yako hiyo ambayo unaivaa na ukawa umependeza sana. Na siku ya leo tutaweza kuelezea sifa, aina 5 za sifa za nguo hizi na suruali hizi za mama kijacho. Kwa hiyo stay with me ili uweze kujua hizo sifa zake mwanzo hadi mwisho. Na kama ndio mara yako ya kwanza, naomba tubonyeza neno limeandikwa subscribe ili usipitwe na video zetu kila tunapokuwa tuna-upload video. Kama unahitaji kujua mengi kuhusiana na swala zima la mishono, mavazi au pia kuweza kujifunza kushona, tafadhali tu unaweza ukabaki na mimi hapa na pia ukacomment, ukalike na ukashare video zetu. Lakini kwa wale pia wanaotaka kutangaziwa na sisi biashara zao, karibuni sana. Tunapatikana kwenye namba 0685114094. Unaweza ukatuandikia message au pia unaweza ukatutumia message ya kawaida, lakini pia unaweza ukatupigia simu moja kwa moja tukaweza kukusikiliza shida yako, unataka utangaziwe kitu cha aina gani. Sasa hapa mpendo wangu, bila kupoteza muda, nataka tuende moja kwa moja tukaangalie sifa za mavazi haya au mitindo hii ya suruali. Na kitu cha kwanza ambacho tutaweza kukizungumza ni taasisi ya mifumo ya kichwani. Na jambo la pili tutaweza kuzungumza mifumo ya kiungio cha mkono, na sehemu ya tatu tutaweza kuzungumza aina laini ya kitambaa. Vyote hivi tutaweza kuvizungumza siku ya leo, na bila kusahau kitu cha mwisho tutaweza kuzungumza kubainika kwa majira, kwa sababu hizi nguo zinakuwa zinatoka kwa majira. Kwa hiyo hivi vyote tutaweza kuvizungumza siku ya leo. Kwa majina naitwa Latifa Isa au unaweza ukaniita Madam T, ila napendelea sana kuitwa Madam T. Mimi jamani ni fundi, lakini pia natoa elimu kuhusiana na swala zima la mitindo na mitindo mbalimbali tu tunashona aina zote za mishono, kwa sababu nina imani kwamba kila mtu anakuwa anatamani kuwa na mbunifu. Mpaka wewe umebaki kuwa na mimi hapa, inamaanisha kwamba wewe bado unatamani kuendelea kuwa fundi, unatamani kukuza kipaji chako, unatamani kujua namna gani ya kuweza kushona mpaka nguo za harusi. Kwa hiyo mimi nakuambia kwa Mungu inshallah hayo yote yataweza kutimia utakapokuwa unafuatilia channel ya TZ Fashion. Na twende moja kwa moja tukaangalie sifa ya kwanza ambayo ni taasisi ya mfumo wa kichwa. Hii hapa kwanza, mfumo wake unakuwa ni mfumo wa elastic, nikimaanisha kwamba ile taasisi ya mfumo wa kichwa inamaanisha kwamba ni huku juu kwenye tumbo, kile ndio kichwa. Umeona, yani pale ndio kwenye kichwa chake. Kwa hiyo ni inakuwa na mfumo wa elastic. Kubainika tu, hii yote ni kwa ajili ya mabadiliko ya mwili, kwa sababu mtu anapokuwa ni mjamzito ni lazima atakuwa na mabadiliko ya mwili. Kwa hiyo na pia kukua kwa tumbo. Kwa hiyo hii yote ni mifumo ile ya kichwa. Kwa hiyo elastic inasaidia kuweza kutanua
ile suruali kila mtu na kila pale unapokuwa unavaa. Tukienda namba yetu ya pili ambao tulizungumza swala zima la muundo wa mikono. Muundo huu mara nyingi unakuwa kwenye sehemu za mgongo, kwa sababu unapokuwa ni mjamzito, hizi pingili za huku nyuma zina tabia kuvurugika kwa sababu tumbo linakuwa mbele. Kwa hiyo hizi pingili nazo zina tabia ya kushake, kupinda, kwa sababu zimezoea kwamba zimekaa mstatili. Kwa hiyo tumbo linafanya zile ziweze kuvurugika. Kwa hiyo inasaidia pia kupunguza maumivu wa tumbo, maumivu ya mgongo, lakini pia kusaidia pia zile pingili kuvurugika, lakini kunasaidia pia kupunguza maumivu hayo. Tukienda namba yetu ya tatu ambayo ni kitambaa laini. Kitambaa hiki mara nyingi kinatengenezwa kwa ajili ya laini, yani zile elastic zinakuwa ni laini sana. Lakini pia material ya zile suruali sio jeans zile za kuumiza, ni jeans ambazo zinakuwa na kitambaa kilaini sana. Jamani, katika jeans kuna jeans ambazo ni material ni laini na jeans nyingine unakuta ni material ni magumu. Kwa hiyo mama wajawazito wamethaminika sana kuweza kupewa kitambaa ambacho ni kilaini sana. Tukienda namba yetu ya 4 ambayo tulizungumza swala zima la majira, na majira yani inalingana na majira tofauti tofauti. Kama wewe sana nguo hizi zinatoka majira ya baridi na pia zinatokana katika majira ya joto. Nguo hizi ndo zinapatikana. Lakini pia katika mitindo hii ya mavazi haya yanatoka na mitindo mbalimbali, kama vile mfano suruali za jeans tumeziona, lakini vile vile pia kuna zile suruali za kawaida za vitambaa. Unaweza ukashona mtindo huu wa hii nguo ambayo tunaizungumzia hapa, ambayo ni suruali ya mama vijacho. Na pia vile vile katika uchaguzi wako, pale unapoenda kuchagua sasa nguo ambayo hii unaitaka kuivaa, hakikisha unachagua nguo ambayo iko bora. Hakikisha unachagua nguo ambayo unaishika kitambaa chake kinakuwa kilaini sana, ili kisiweze kukuumiza wakati wa kuvaa. Kwa hiyo unatakiwa kuangalia na material ambayo hiyo jeans yako au kitambaa chako unachokitumia. I hope katika video hii utakuwa umejifunza sifa za mavazi haya ambayo nimeweza kukuletea siku ya leo, mavazi ya suruali za mama vijacho. Tukianzia na sehemu ya kwanza tumejifunza taasisi ya mfumo wa kichwa, lakini pia tukajifunza muungo wa mikono, lakini pia vile vile tukaangalia na moja kwa moja kitambaa laini, na mwisho kabisa tukaweza kumalizia na majira, kubadilika kwa majira, lakini pia nikaweza kusema kwamba aina hizi za mitindo zinatoka zikiwa na aina tofauti tofauti, kama hivyo ambavyo nimesema, suruali za kawaida, suruali za jeans, zote zinaweza kutoka na kuangalia majira mazuri sana. Asanteni sana kwa kuwa pamoja na mimi kutoka